Tuna changamoto ya wakala wa vipimo, wanatusumbua. Tunaomba utusaidie baba. Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi? Walibeba lita 20 moja, lita 10 moja, lita 5 mbili na lita 3 mbili. Ashaukiliene. Hawajarudisha, wamebeba wameondoka nayo. Na hatuna mtaji baba. Tuna marejesho, tuna familia na tuna watoto tunawalea, tunawalipia hela za walimu na michango ya chakula. Hebu wakala, kwa nini mmechukua hayo mafuta? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mwakiti akilia pena kaini. naitwa Alex Manajani, ni kaimu meneja wakala vipimo Singida. Kwa nini mlichukua mafuta ya wajasiriamali? Kulikuwa na changamoto pale ya ukaguzi, walienda pale siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 kwa ajili ya ukaguzi wa kusikiza. Sasa mara nyingi watu tukienda pale wanakimbia. Kwa hiyo tulichokifanya ni kufika pale na kuchukua Kwa nini mmechukua mafuta? Ndio swali linalosema. Tumechukua kwa sababu tumekaguzi wa tumechukua kwa sababu sheria ya tujaribu kupima kwenye ujazo haikuwa sahihi. Wewe huwa unafuatilia ziara za waziri mkuu? Nilisemaje kuhusu kuchukua bidhaa za wananchi? Wewe unafuatiliaga ziara? Nimesemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi? Watu wanaagiza kama tusikamate. Kwa nini mmekamata? Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Dumu moja la mafuta ndio mtaji wake. Nyinyi mnachukuaje bidhaa? Na nimesema msikamate hata bakuli la maharage. Ni kwa nini mmeenda kuchukua kwa nini mmeenda kuchukua mafuta ya wafanyabiashara? Tumechukua haya mafuta hayo yako wapi? Tunayo kama kielelezo. Kabla sijaondoka wilaya ya Iramba mwe mmeshawarudishia, na ili mshike adabu. Mkuu wa wilaya, kamata walioenda kuchukua hayo bidhaa, weka ndani washike adabu. Haya mambo gani ya kijinga mnaleta haya? Nani hao waliochukua haya mafuta? Hebu wataje waliochukua hao. Mambo gani haya? Nimewaambia msichukue bidhaa. Nimewaambieni, hii mnataka turudie mara ngapi haya? Mambo ya kizamani hayo. Itarudishwa. Hii umeshamaliza, itarudishwa. Inarudishwa leo. Mwatafute leo mwarudishie bidhaa zao. Tuna siku 5 baba, tufanyi biashara, tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani. Nimeshaelekeza yanarudishwa leo na mkaendelee na shughuli.